Karibu sana mtazamaji popote ulipo. Hii ni Habari 254 na kama ilivyo ada tupo kwa ajili ya kuletea mazungumzo na wahusika wakuu, achia mbali masuala ya michezo na mambo mengine ambayo kwa hakika yanatuhusu ndani na nje ya taifa la Kenya. Niite Bonga Boli Michael Were Mkhusia, kama ilivyo ada nikiwa na mwenzangu Azul Khalid katika mchakato mzima wa kufanikisha yote, manake ni dunia ya utandawazi. Kumbuka pia vile kusubscribe kwenye mtandao wetu wa Habari 254 kwenye YouTube channel, achia mbali mtandao ama kwenye kurasa za Facebook pamoja na Twitter na all other social media platform. Kumbuka pia vile kuna Bonga Tube Media katika taratibu za kuweza kufanikisha yote. Tunabahatika kukutana kaka kwa maana ya Moses Dola, mwandishi wa habari wa siku nyingi alikubuhu katika masuala ya hadithi ama story zile za upekuzi katika taratibu za kuweza kufahamisha umma na mengine mengi ambayo kwa hakika yanatuhusu kama jamii. Lakini zaidi ya yote safari yake ya kuwa mwanahabari, mbali na mwanahabari amekuepo kule gerezani kwa takriban muongo mmoja, lakini baada ya muda ametoka nje na sasa ni ndege huru. Yupo na kwa hakika na mengi ya kuzungumza. Karibu sana bwana Moses Dola. Shukran. Inakuaje sasa? Nianze tu kwa kusema kwamba wewe ni kama ndege huru, njiwa. Umetoka kule ambapo kwa hakika ilikuwa ni eneo ambalo ni mfungwa, na sasa upo sasa katika jamii, umewekwa huru. Labda nianze kwa kusema kuna nukuu kutoka kwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, bwana Nelson Mandela mwenda zake, kwamba freedom is in the mind. So haijalishi uko sehemu gani. So kama vile nilikuwa mfungwa kweli, nilikuwa mfungwa physically, lakini mimi nilikuwa huru akilini. Yes. Hapo natukanganya kidogo, manake kukuwa mfungwa na ni 10 good years, na kisha unakuja unamwambia mtazamaji kwamba licha kuwa nilikuwa nyuma ya zile kuta ndefu, lakini bado nilikuwa huru. Una maana gani kwa mtu ambaye labda pengine angependa kujua undani wa matamshi yako? Well, matamshi yangu hayafai kukanganya mtu, manake yako wazi. Kisa na maana ni kwamba nikisema nilikuwa huru kule, in quotes, nilikuwa huru akili and the kind of reasoning na yale maisha ambayo nilikuwa naishi pale. Unajua ni kama tu kwa sasa leo umwe na kichwa kishaanza kusema kichwa kinaniuma, itabaki kweli kinakuuma, lakini tayari kichwa kinakuuma. What are you doing about that? So that is the element of freedom inakujia hapo. Na pakubwa tena nitasema nilikuwa huru manake katika kutumikia kifungo changu niliweza kupenyeza katika masomo ya sheria ambayo kwamba sasa bado nafuatiliza, na akipenda Maulana nitakuwa wakili. Yes, so nilichukua masomo yakawa sasa ndio kofia ambayo navaa. So japo utaniona nimejistiri nguo za jela, lakini mimi nilikuwa nafuata taaluma ya wakili. Yes. Ni safari ndefu hadi kuingia, manake nakumbuka around 2011 taarifa zipo Dola amekamatwa kutokana na tuhuma za kusababisha kifo cha mke wake. Ilikuwaje hili ikatokea swala kama hili? Kabla tujazungumzia hilo swali, ningependa tu kutoa tu ombi kwa Wakenya, watazamaji, kila mtu ambaye ananisikiza kwamba kumekuwa na visa vingi sana vya dhulma dhidi ya jinsia, na hata tunavyoongea sasa nadhani kwamba jana kuna mtu amefanya vituko. So kidogo watu waeke tahadhari katika jamii, katika ndoa, mume awe fiti, mwanamke awe fiti, ndio tusije tukawa na hizi story gender based violence ambapo kwamba kufikia sasa mimi nitasema nini, activist ama campaigner? Nitasema yes, campaigner, activist na kama kidogo ngumu kidogo. Yani ni kama mtu ambaye ananyoosha jamii sasa. Yes, so campaigner nataka ni uhamasishaji. Nafanya uhamasisho dhidi ya dhulma dhidi ya jinsia. Yes, na nikirudi pale 2011 nitasema tu kwamba misfortunes saa zingine zinatokea tu.
Manake ilikuwa ni wakati mgumu sana na ilikuwa ni mtihani. Ilikuwa ni mtihani ambao ulitokea ghafla, sikuwa natarajia. Manake nikiangalia maisha yangu, mimi I was an investigative journalist. So masala kama haya mimi nilikuwa nafanya. Naitwa Nairobi Women's, naitwa wapi, sijui nani amefanya nini. Visa vya mauaji nimefanya cases nyingi sana. So ikija kwamba sasa kiatu kile mimi nimekivaa, kwamba mimi sasa ndio naangaziwa kwamba nimekwenda kinyume na sheria, ilikuwa ni pigo kwangu, ilikuwa ni pigo kwa familia ya marehemu, na Mwenyezi Mungu pia tunaomba tu azidi kuwapa nguvu familia ya marehemu. Yes. Ni jambo ambalo kwa hakika inatokea labda kwa kutotarajia, kwa kunukuu labda pengine matamshi yako, sio kitu ambacho umekusudia kufanya. Na katika hili sasa ukajikuta sasa ulijisalimisha ama ulitafutwa? Niliweza kujisalimisha. Nilijisalimisha kwa asasi za usalama. Yes. So baada ya hapa sasa naona sasa ni mambo na kesi. Najua ni taarifa ndefu ndio, lakini sasa kesi yenyewe kuanzia mwanzo, manake tayari umeanza hatua za kuwa wakili, na sasa hapo ndio kuanza kuandika kwa statement mpaka kuingia kwenye kizimba na hata kuingia gerezani. Ilikuwaje sasa kesi yenyewe? Manake kuna kule kuita mawakili kuweza kusimamia, na pia vile vile wewe mwenyewe mtazamo wako kwa namna jinsi kesi yenyewe ilivyoendeshwa. Kesi yenyewe ama kweli nikisema tu ilikuwa ile Kiingereza itasema highly charged. Manake ilikuwa of public interest, na unajua ilikuwa inavutia hisia nyingi sana katika nafasi za public spaces. Mimi kwamba mtangazaji, mwandishi wa habari, marehemu pia alikuwa mtu ambaye ni mwandishi wa habari, so majina yalikuwa si majina ya kawaida. So ilipofika pale mahakamani, kesi yenyewe ilikuwa si rahisi. Lakini nashukuru, manake nikiangalia kwa macho ya sheria, kesi ilivyokwenda ilikuwa ni sawa tu. Manake hakuna vingine ilikuwa inaweza ikaenda. Manake mwanzo kisheria tu utashtakiwa na makosa ya mauaji ikiambatana na ile ya mauaji kusudia hiyo. So wakati tulifanya kesi na hatimaye ikafika mwisho, ikawa sasa ile kesi ya mauaji ambayo kwamba wewe sasa umefanya kwa kutaka haikuwa inaweza ikasimama. So ndio ikawa substituted to a case of manslaughter, na ndio hiyo ikanihukumu. Yes. Safari ambayo kwa hakika bila shaka wakati unasimama kizimbani, maswali yalikuwa yanakupita akilini ukiwaza na kuwazua. Unawatazama wapendwa, kwa maana wazazi wa pande zote mbili, unatazama marafiki na hata wale waandishi ambao mlifanya nao kazi pia vile vile wako pale. Hili ulikuwa unaichukuliaje? Ilikuwa si wakati rahisi. Manake every time nilikuwa nikifika mahakamani, wapo majamaa wengine ambao mimi nimewakuza katika taaluma ya uandishi, wako pale wananipiga picha, wengine tunasalimiana. So ilikuwa ni a very difficult time, but pia kidogo niseme kuna wale wenzangu ambao walikuwa na utu katika the way walikuwa na approach kesi, na kidogo pia kuna wale walikuwa kidogo offbeat kidogo. Na nikisema offbeat si kwamba tina wakashifu, no, maybe ndio style yao ya reporting. So yeah. Ile unajua pia siku hizi kuna kule kuchochea hisia, maybe kitu kama hicho. Na maybe kitu ambacho niliweza kushuhudia mno ilikuwa ni misrepresentation of facts. Manake court is a court of records. So ukisema ilikuwa black, iwezi kuwa white. So I was expecting pia uandishi at that time, na waandishi wafuatilie vile ilikuwa mahakamani. Kidogo ikawa reporting kidogo ilikuwa haiko balance, lakini ni akali. Ni akali. Ni hatua ndefu. Mwisho jaji akagonga rungu kwamba unasota gerezani. At that point nilikuwa nimechoka tu. Manake kesi tulifanya ikawa sasa katika uamuzi, katika judgment, sasa ikawa kesi ya mauaji, the main murder charge, haikuwa ina stand kwamba ibaki murder.
So the only other option ilikuwa ni jaji abadilishe mashtaka, na alifanya hivyo, ikawa manslaughter. So nikiangalia zile facts kulingana na kesi ilivyofanywa, nini kilichojiri, nilikuwa najua okay, hapa kama mbaya maybe miaka 5, lakini mwisho naye akasema miaka 10. So pale kidogo nkaka kama nimedua. The first person I spoke to is my late mom, So nikamwambia tu kotini, mimi nimejipa acceptance na mimi naomba kwamba mjipe acceptance. Kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba miaka 10, nikisema miaka 10 katika system ya Kenya si miaka 10. Manake kuna kitu ambacho kinaitwa remission of sentence. Unatolewa thuluthi moja, a third of your sentence. So kama you're serving 10 years, unabaki una serve 6 years, 8 months. So that is the 10 years that I was to serve. Hizo sio siku chache bwana, siku 1, 2, 3 kwa mwezi wa kalenda. Si siku chache, lakini I had acceptance because makosa ilikuwa imenipata. Yes, and for that the law had taken its course. So nikasema okay, nijipe acceptance kwamba nimeadhibiwa vilivyo kisheria. Vile vile nilikuwa nimeshapiga hesabu nikaona ni miaka 6 na miezi 8. Though kuna muda ambao nilikuwa nimetumikia rumande. Huo muda ulikuwa hujatolewa, ilikuwa ni kama jumla miezi 23. Tuseme tu ukipiga conversion inakuja miaka 2. So nilikuwa najua katika hii miaka 6 na miezi 8 nikija nikifanya application nitolewe muda wa rumande, nitatumikia miaka 4 na miezi 8. Lakini kumbe ilikuwa si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na mimi nilikuja nikaona kwamba kweli ningetolewa ile time ya remand, kuna vile ambavyo singekuwa gerezani. Manake ningetolewa time ya remand mwanzo, akili singekuwa nimefikiria okay, let me just settle in prison and pursue law. Ningesema time yangu ni kidogo, wacha nipite, niingie, nipite, nitoke. Lakini sasa nikawa na muda mrefu. So it is this long time nilipatia time for introspection, najipiga msasa akilini, nikaona hapana, rudi shule. Bahati nzuri kukawa na shirika la kibinafsi la masomo kutoka Marekani, na it's based in the UK na US, wanajiita Justice Defenders. Na sasa hao ndio walinichukua pamoja na wafungwa wengine, na tukaanza huo mkondo wa masomo. Na ule mkondo ambao tuliochukua ilikuwa ni tunafundishwa masuala ya sheria, sio wewe ujinufaishe ndio, but by extension umsaidie mwenzako ambaye hana uzoefu ama ujuzi wa masuala ya sheria. Na tukifikia hapo, najua utauliza maswali mengi. Nimefanya cases nyingi sana, na wengi wananikumbuka kwamba huyu alinisaidia. Labda tu nikujuze, leo nilisafiri usiku. So nilipofika maeneo ya Coast Bus kushuka, jamaa wakaja kuningangania, twende. Walikuwa wajui kama mimi nimeshuka, walikuwa nadhani kama naelekea. So jamaa kuniangalia sema, dola. Huyu jamaa nitoa jela. Mlikuwa kule pamoja ama kujua tu? No, tulikuwa naye. So I worked on his case. So leo tumekutana, nikasema kumbe ni milima tu ambayo haikutani. Yes. Sasa hapo kidogo najaribu kusema kwamba it was a blessing disguise katika taratibu za kuongezewa muda wa kuhudumu pale gerezani, licha changamoto zake, lakini ukaona kuna uhuru fulani unaweza pata kutokana na elimu ambao imekuja kutokana wahusika kutoka nje ya bara la Afrika. Ukaamua kuinvest in education, kwamba lengo kuu ni kuweza wekeza katika masuala ya sheria. Na kwa hakika nimeona hata kuna kesi fulani ya Okioma, alishtakiwa na mambo na labda pengine ubakaji, kitu kama hicho, na kesi zingine nyingi sana. Kwa hiyo katika taratibu zenyewe pale gerezani, mazingira yake iko vipi ambayo ilichangia pakubwa kwa wewe kuamua sasa wote nichukue mkondo wa sheria? Nitarudi nyuma mpaka 2011. Manake nilipopata huu msiba, marehemu kufariki, then nikafika kotini, akaja pale maishani mwangu Cliff Ombeta, wakili tajika.
So mimi nikaangalia okay, kidogo Mungu aliniwezesha nikaweza kufikia kujimudu kulipa wakili. Lakini sasa nilipofungwa kuna mtu ambaye hawezi akalipa wakili, unaona? Na sio kwamba ati wakili ni expensive ama cheap, no. Hizo ni ada zao ambazo siwezi nikaingilia. But kuna mfungwa ambaye amefungwa na kuna yule ambaye ako rumande. Kesi yake inamlemea kwa sababu hawezi akapata wakili. Pili, unapata huyu ambaye ako rumande hana uzoefu wa kuongea, hana ujuzi wa kimasomo wa kujieleza, so inakuwa very difficult. So hiyo ikawa msukumo kidogo kwamba mimi ile trial yangu yenyewe ilinipa msukumo wa kupata motisha kuingia kufuatilia masomo ya wanasheria. Yes. Pole sana kwa kumpoteza mama na pia vile mkeo, manake unasema mengine ni nje ya uwezo wetu, na mama anapoaga ulikuwa bado ungali ndani. Je, ukapata fursa kwenda kuhudhuria msiba wenyewe, na labda ilikuwaje baada ya kupata taarifa zenyewe? Sikuweza kumzika na manake nilikuwa niko ndani. So kesi pia ilifanyika nikiwa niko ndani kwa muda kama miezi 21, ndio nikatoka na bond nilipolipa dhamana. Nikakesi kama muda wa kipindi cha miaka 6-7 hivi nikarejea. So kufikia sasa ni ngumu kujipa acceptance kwamba yule ambaye ulikuwa unampenda, yule ambaye ulikuwa unaishi naye, mama mtoto wako amefariki kwa mikono yako, unaona? Japo ni kwa ajali, bado the world will always see and say something different from unavyoona. But I've left it to God. Kile ambacho mimi naweza nikapenda sana kwa watazamaji, tafadhali wekeni majumba yenu yawe ya kujimudu, have space. Zisije zikatokea masuala ya dhulma za kijinsia, manake yangu ilikuwa ni ajali. Lakini kuna watu wanafanya masuala ya kihuni sana kwa kimakusudi. Watu wanafanya vituko sana. Mtu anakata mwingine anamweka kwenye baga anaenda na mtupa. So such things hizo zimekithiri, na cases kama hizo they are just unfortunate. Pili, imekuwa ni muda I think 14 years now, kufikia May 1st itakuwa 14 years. Nachukua tu fursa hii kufikia kwa my in-laws. Naambia yalifanyika sio mazuri, ilikuwa ni bahati mbaya, na mimi nawaomba radhi kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, na waomba msamaha kwamba siku moja tuweze tukakaa kwenye kikao, turudi tuwe jamii ile iliyokuwa inajuana. Yes. Kuna mtoto labda umepata fursa kumuona kwa sasa? Hiyo process bado ipo, sijamuona, lakini sasa kunajua reconciliation is a process. It takes time. It takes time, na it takes acceptance and big muscle na God. So iko process hiyo inaendelea. Siwezi nikasema nitaikimbiza, ama Mungu amepanga. So ikifika inshallah basi tutakuja kufikia pale. Manake sasa ni mtu ambaye kwa sasa ni mkumavu. Atasoma majarida mbalimbali, zile reportings, atafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na bila shaka atakuwa anajua mawili matatu. Lakini kubwa zaidi pia mama mzazi, wakati huo pia umesema alituacha? Mamangu mzazi aliniacha tukiwa 2021. Nilikuwa niko gerezani. Hapo nilikuwa nishaanza kusoma law kidogo, and so ilikuwa ni pigo, manake mimi na mama tulikuwa tutengani. So nikasema I needed a lot of balance because it swept me.
mama amefariki, uwezi ukaenda matanga, ikawa ni wakati mgumu sana. But nashukuru hiyo time nilikuwa niko Kiambu prison, then akawa pale officer in charge mmoja alikuwa very understanding. Then unajua ilikuwa ni muda wa corona, so kuna jamaa zangu walikuwa wako nje, ndugu zangu walikuwa wako nje, hawangeza kuja Kenya. So ikafikia kwamba siku ya mazishi kuwe na video conference, video streaming. So hiyo ndio ikasaidia. So mama nilimzika japo kupitia mtandao. So hilo swala likaja kwa akili yangu, no. Kisheria I'm supposed to be burying my mother because iko katika sheria. Ni vile watu hawafahamu, na kama watu wanafahamu wanapuuza. Na hizo ni katika asasi za Kenya prisons. Iko. So nikasema hapana, because we need something that will rubber stamp hiyo presence ya hiyo sheria. Then wacha nifanye application. So baada ya 2021 nilikusanya sana, nikafanya a lot of research, nikasoma. So in 2022 nikasema now I think niko na everything that nahitaji. Nilikuwa nimepiga cases nyingi sana. So 2022 I packaged myself together, nikaandika application. Lakini sasa kidogo tena ikawa tena ndio mwanzo wa shida zangu gerezani. Unachokora wakubwa ama sasa, system ya sheria. Sasa ikawa sasa huyu nani? Huyu nani anafikiria anaweza kupigana na serikali? Kwani yeye ndiye amefungwa afanye hizi vitu? Maliza aende azike mama yake, you know. It was very bad. So nilipofile application nilikuwa na treatment mbaya sana because within 10 days, in fact 10 or 8 days, nikawa transferred, na kule nilipelekwa ni ile sehemu utaki kwenda, Naivasha. Na maximum prison. Naivasha kule nilipopelekwa, sasa kuna ukiingia kwenye lango unaambiwa kwa hili Kenya. Na in fact hata nimefikiria kuna mswada nataka kuweka. Unasema kwa hili Kenya? Kwa hili Kenya. So nitakwenda mahakamani hivi karibuni kutoa hilo bango. Imeandikwa kabisa? Imeandikwa, yes, imeandikwa. Hii si ni kinyume na nitakuwa naenda mahakamani kutoa ile bango kwa hili Kenya, manake si haki ku hold inmates in a situation kwamba umewaambia kwa hili Kenya. It's like unawatoa katika utu ama unawatoa katika jamii. Kwamba kwa gerezani does not mean umwambie kwamba kwa hili Kenya. So kama kuna kitu una expect in court hiyo. Yeah, very soon. Hiyo naweka kotini. Wahuni wagani hao waliamua kupachika bako kama lile pale, manake gereza lenyewe ilipo nchini Kenya mzee, na hata wafungwa wenyewe wengi wao ni wa Kenya. Kwa hiyo nadhani ni mbinu za kuchokora akili za wafungwa. Kakawere, labda mkwambie tu, gereza is not an easy place to be. Because wewe ukikoroga ama ukivuruga utaambiwa kwamba wewe si wa kwanza, hata fulani alikuwa hapa na alifariki. So wewe hata kufa si dakika moja, ni si jambo geni, unaona. So hiyo kidogo inapiga watu breaks. So mimi nimekuwa transferred several times to different prisons. Sababu kidogo mtu alikuwa anaona huyu ni mjuaji, unaona. So ile ujuaji si nothing ati kwamba uko na anything contraband, no. Ni anaona tu huyu kidogo atachanua wengine kwamba what we are doing is wrong. Sasa huyu is not fit for this population. But then again unaona hata akikutoa hapa akupeleke pale, system yao ni ile. Kuna ubovu humle ndani. So huo ubovu ndo mimi sipendi, maana yake I'm enlightened. So nyuma hivi kidogo transform. So umekuwa Kamiti, Kiambu, Naivasha, wapi kwingine? Kiambu, Industrial Area, Nairobi West na Naivasha. Mazingira magumu sana. Wafungwa pale ndani na kuaje? Maana watu wanakuja, watu kutoka maeneo mbalimbali, kesi tofauti. Hivi mnajadiliana kwa kujua, maana tayari umesema solve a lot of cases. Inakuaje sasa katika kufanikisha yote? Mazingira mle ndani kwa yule labda ambaye hajaifika katika maeneo ya gereza na labda pengine kumchanua asitamani kuingia kule. Rahisi tu, asifanye makosa.
Ati makosa inaweza kupata pasi na kutarajia? Yes. Nimekaa kama sehemu Naivasha. Upata mtu amekwenda kwenye ziwa Naivasha, ameenda kufanya uvuvi. Lakini kwa vile hana leseni, hajaenda kuiba, ameenda kufanya uvuvi. Ama wewe umenunua samaki unapita, lakini jamaa anakusita anasema ule jamaa ana samaki lakini size yao ni ndogo. Wanashika. So wewe hiyo rabaya, nimekuuzia samaki. Wewe unashikwa na jamaa wa fisheries kwa vile umebeba samaki ambao ni size kidogo. Mbona usishiki yule ambaye aliniuzia? Unaona? So ndio kuna watu ambao wanajipata gerezani kwa bahati mbaya. And nikisema hivyo, mimi nilikuwa to go to person. Jamaa anakuja na stress zake, anambia relax bwana, wewe kesho enda una dola. So akija tukionana kidogo napata matumaini, manake mwanzo ilikuwa tu ni nakaa chini naye namuuliza kesi iko vipi, kama alikuwa analia na mtuliza, kama alikuwa na stress bado ndo mtuliza, then tunachambua kesi. Katika kipindi cha wiki 2 namuingiza kwa system, tunachambua kesi, unaona jamaa anaanza kupata matumaini. Na sio kesi tu za samaki ama nini, hizi kesi ndogo ndogo. I remember one of my biggest case nilifanya nikiwa Naivasha. Ndio sababu nakwambia it was just a blessing in disguise kwamba muda wangu gerezani uwe ndefu. Maana nilipofika Naivasha nikapata jamaa wamefungwa wako rumande, walikuwa kwa capital remand, meaning kwamba walikuwa wanatuhumiwa kwamba wamefanya makosa makubwa. Ilikuwa ni robbery with violence na iko na rape mle ndani, watu watatu. So walikuwa, nikifika pale walikuwa wamefikia upande wa mashtaka wamefunga kesi. Sasa ni wao wajitetee. So nikasikiza kesi yao, mmoja akajileta, wawili wakafanya kesi kivyao. Huyu mwenye alijileta yuko huru sasa. Ilikuwa ni robbery with violence na iko na rape. So hao wawili walibaki. But huyu mwenye nilimtetea alienda nyumbani asubuhi. Si wa kwanza, si wa pili nimefanya. So upungufu wangu tu ilikuwa kidogo, nilitamani sana nifanye kesi za mada, lakini kisheria unaona kesi za mada lazima wakili akue mahakamani. Na as a prison based paralegal ni yule mtu amesomea masuala ya sheria. So as a prison based paralegal kidogo nguvu ya kisheria inakuwa chini ya ku represent mtu. But sio kwamba nilikuwa sichambui hizi cases, nilikuwa nazichambua because unapata mtu ana wakili lakini hawaongei, hawaonani. So ile communication between yeye na wakili inakuwa ngumu. Unapata mimi namwambia hivi na draft, namwambia nenda nayo kwa wakili. Akienda nayo nikisikiza kesi, ni zile vitu mimi nilikuwa nimeandika tu naona wakili anasema. Askari ni watu aina gani kule gerezani? Maana kuna askari wa magereza na moto wanasema siku zote kukurekebisha na haki. Kule ndani sasa hawa maafande wa magereza ni watu aina gani hasa? Sitakudanganya. Prisons zimetoka mbali. Nimekaa kwa reporting for a very long time na nimeona the picture ambayo ilikuwa awali na nimeona picture ambayo iko katika the recent past. Kama katika kipindi cha miaka 15-20 prison imebadilika sana. Mwanzo kuanzia ile time ya Awori nini, things have changed, but that is not to say kwamba prison ni kuzuri na askari ati ni wazuri wote. Kuna yule ambaye sasa zingine riot inatokea, yule ambaye unaongea naye ndiye atakupiga tena, atakupiga vibaya sana. So prison iko hivyo tu. Kuna wakati mwingine wafungwa wanaleta vurugu. Na wakati vurugu inatoka wewe kuna wakati vurumai inatoka, alafu kuna inaitwa alarm. Wakati wanapiga firimbi tu wewe jua hapo kusha. Mtadalilishwa, mtapigwa, mtavuliwa uchi, mtafanya mambo mengi sana. So it's something I don't want to go to because I've seen madila ni mbaya. I've seen a lot. You can imagine mnavuliwa nguo, baba mtu ambaye mtu mzima miaka 60 miaka 70 amevuliwa nguo, saa zingine anaambiwa inabidi aende choo, things like that. Bila shaka kuna mabadiliko naambiwa katika investigative journalism. Wapo ambao wanaingia gerezani kudadisi hali jinsi ilivyo, kisha wanapokuja wanaandika nyaraka kama taarifa
inasaidia pakubwa katika mabadiliko hiyo yanayohitajika kufanyika. Imefanyika mpaka Uingereza mzee. Yes. Kama kweli ni kuandikisha ripoti kuhusu hali na taswira ilivyo ya prison, sina mpango vile, but mpango ambao niko nao ni ku make sure at least mfungwa wa kawaida, yule rumande wa kawaida ambaye ako gerezani anakaa maisha poa kisheria. Na one of the things yenye nafanya, nilisahau kukwambia, alipofariki my mama, so nikaamua nilipoenda kotini, by the way I won that case, nilipoenda kotini nilipewa orders kwamba mfungwa anafaa kupelekwa mazishi. So nikasema bado inakuwa changamoto, so how do I help these people? Kuna program nataka kufanya in conjunction with the Kenya Prisons, Mungu akipenda, kwamba mtu akifiwa mimi najulishwa tu. So kama kwao ni Kapenguria, naangalia security nini, kama nitaweza, kama ni Kisumu, Mombasa, I go katika hiyo funeral. So I beam na transmit live. So ile matanga na prison pia wanamwekea, so wanafuatilia. Yes, so I want to do that through my organization Rekebisha Trust, and hiyo itakuwa inajiita Project Mary, manake my mama alikuwa anaitwa Mary. So ukiona Project Mary mahali wanafanya funeral ya relative wa mfungwa, that is Moses Dola giving back and doing what I can do best. Ni muhimu sana unapozungumzia kwamba hata wakati wa corona ili miminwa moja kwa moja ukafuatilia, at least ni halfway inakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Umuhimu tena wa teknolojia. Nimeona ukimwandikia Sonko nyaraka ndefu kuhusiana na safari yako hii. Unamueleza nini hasa katika nyaraka na taarifa yenyewe? Sonko anakuwa na utu, ni mtu mkarimu. So mimi alafu kidogo pia amekuwa na mushkil kidogo miaka ya nyuma na kaingia jela. And is one example kwamba ukiingia gerezani leo, it doesn't black you out from being somebody tomorrow. So Sonko mimi nilikuwa naomba tu, manake nataka niingie campus, na campus si cheap. So nilikuwa naomba kama anaweza kapata maybe kujitolea kidogo, anishikilie mkono hata kama ni school fee mwaka moja, mimi nitashukuru. Hiyo ingine nitabambana. Wakenya mpo, mkisema sawa itakuwa ni sawa. So Sonko ni hivyo. Na kando na hilo swala la Sonko, Mkenya wa kawaida mimi namrai, manake watu ambao wameshikwa na wako gerezani ni wengi sana. So rai yangu kwako ni kama wewe jamaa wako wameshikwa na umeshindwa kupata hela za wakili, wewe tafuta Moses Dola, utachambua kesi. Nimeona pia umezungumzia, umesaidia wengi gerezani. Na sio mmoja, sio wawili, sio watatu, but ni kadhaa. Umeketi ukatatua kile ambacho labda umepitia kesi jinsi ilivyo, na ukajua loopholes mali zipo, na wengi umewanasua licha kuwa ulikuwa ndani mpaka mwisho umetoka nje. Sasa katika hili labda pengine kwa yule mtu ambaye mpendwa wake yupo gerezani kwa sasa, anakufikiaje kwa ajili ya labda pengine muweze kunyoosha mambo kwa njia iliyo afadhali? Handles zangu za social media ni Dola ya Moloko. Nambari za simu pia sijui kama nitaweka hapa chini. Nitaweka namba ya simu, tutaweka hapo chini 0716 61 84 61 0716 618451. Hapo utakuwa unanifikia, na kama kweli una kesi mtu wako ameshikwa hobela, una kesi ambayo tunataka tufanye, fine, tutasaidiana. Tutasaidiana, maana yake mimi ambacho nimekisoma bure, mbona nikae nacho? Yes, na naweza nikasaidia wengine. So haijalishi wewe uko na gani, teknolojia inasaidia. Ile kitu nitakuomba, mtu wako kama ameshikwa maybe ni robbery, kama ni rape, kama ni defilement, ni kesi yote tu, arson nini, tafuta zile statements, nitumie kwa WhatsApp, tuongeleshane, tutasaidiana.
Muhimu sana iwapo kwa vyote vile unampendwa popote momote kokote katika gereza zetu hapa nchini Kenya na hata nje ya nchi mzee. Hata nje ya nchi unaweza kuwa na uwezo wa kuangura yale makaratasi, zile taarifa ambazo zimeandikwa mahakamani kwa ajili ya kuweza kujinasua kutokana na labda pengine jambo ambalo inaweza kutatuliwa kwa njia iliyo afadhali. Kwa hiyo sio kwa gharama ya juu naambiwa, manake mwenyewe ni ushahidi tosha. Nikuwepo kule gerezani kwa kifungo cha miaka takriban 10 na dalili tosha ni kwamba amejifunza mengi, na atakiwa gerezani hata hivyo alijifunza mawili matatu kuhusiana na sheria, na sasa bado yupo mbioni anataka kupiga hatua moja nyingine kwa ajili ya kuwa wakili msomi wakili msomi katika Jamhuri ya Kenya. Unapotaka kupiga hatua kuwa katika viwango vile vya kina Cliff Ombeta, James Orengo wa usika wa Gitobu Imanyara, baadhi ya wale wakili tajika. Mbali tena wa Kenya kuna wahisani wengi tu ambao labda pengine wanafuatilia na wana uwezo wa kufanya hivyo, na mashirika mbalimbali. Ningependa sana kama wataguswa sehemu, ningependa msaada tu kupata school fee. Sija settle on university bado, but nilikuwa nafikiria Mungu akipenda naweza nikaingia maybe kama Strathmore ama Mount Kenya University, ile itakuja. Lakini ni kitu ambacho nimeweka katika picha, within the next 4-5 months nitakuwa nimeingia campus, Mungu akipenda. So yule muhisani ambaye kidogo atagusika, tashukuru mkono wako ukinifikia, maanake na mimi mkono wa mtu ulinifikia ndipo nikapata masomo, na haya masomo kama vile nimekueleza ndio yamefanya kwa sasa wewe usichokijua hatungekuwa tunazungumza hapa, maanake bado ningekuwa nimevaa watu iko kunguru. Yes, ilikuwa inafanya toke Julai tarehe 29 mwaka huu, lakini kwa sababu ya yale masomo ambayo nimefanya, nilifanya application na nikajinasua jela. So hizo application nilikuwa nikikwambia leo nimehudumia watu 100 ni uongo, maana kitu nilipita watu 100 kitambo. Nikikwambia kwamba nimehudumia watu 500 bado ni uongo, maana hiyo mark nilipita kitambo sana. So nikikwambia nimehudumia watu kama 1500 kuelekea 3000, sasa tutakuwa tunaanza kuongea because wanakuja kwa ushauri kila siku kila wakati. Hivi application nimefanya. Sadfa ama kinaya ni kwamba mimi nilikuwa nikifanya jamani, dola mazee ulinisaidia, mimi nakwenda zangu, mimi bado niko jela tu. So mwaka jana nikasema God nione nimekuwa mtu wako, through your hand nimefanya kufikia wengine. Huu mwaka na mimi nione. So last year I filed my application in November, na within 2 months ikaja date Januari nikaenda kotini, jaji akasikiza. Na nakumbuka juzi March alipokuwa akitoa uamuzi wake, alisema nikimnukuu, alisema I must say you have brought forward a very compelling case, like a very compelling case. Yeah, very compelling case. Maanake ilikuwa tu sio kwamba tinataka kutoka jela, no. Unataka kutoka jela, fine, ulikosa, unaona, but what is it that you're taking out there? What is it that you've done with yourself? Ni nini umefanya ili kubadilisha taswira ya watu, ili kubadilisha msimamo wako? Kama ulikuwa kuna watu wana tabia mbaya tu, so kama ulikuwa mtu mbaya kidogo, nini umefanya ukarekebika? So that is the journey nili explain in court, and hata state council aliinua mkono. Yes. Maana ni kazi kubwa hiyo, ni case study tayari, maana umekuwa pale ndani, umesaidia wengi ukiwa mle ndani, na sasa unapotoka nje utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi. Unajua kuna watu wanapita tu, nimezaliwa na kulelewa Kakamega, pale prison naishi, tunakutembea tunadungwa sindano kwenye nini zahanati, wafungwa tunasemezana nao askari, kawa jambo la kile, lakini kule nyuma pazia ndio sijaijua kile ambacho kinaenda, unaona. Lakini kubwa zaidi sasa ni safari ya kusoma, na wewe ukapata scholarship kutoka kwa one of the universities around ama outside this country is very much possible. Na kusoma sheria pia ni jambo la maana kwa watu kujua haki zao. Mbali ya kujua haki, pia nidhamu ni jambo la msingi. Wewe ni mwandishi tajika, mwandishi wa kupigiwa mfano katika taratibu za kuweza kufanikisha mengi katika jamii, na ule ufundi wako wa uandishi ndio kidogo labda pengine changia pakubwa kunasua wengi kule, na pia vile kujiwezesha kutoka nje. Kubwa zaidi,
ulikuwa unatazama taarifa zinazoandikwa kujia kesi zako ama kesi ambayo ulikuwa unaendelea nayo wakati huo, alafu najiuliza mwandishi ni babaishaji ama anaelewa anachokiandika? Sitaki ni wagonge, maana wengine ni marafiki zangu. Wengine ni my friends, but kidogo maybe wafanye fine tuning tu katika, you know, when you reporting masuala ya court you must be factual, maana court ni sehemu wanasema ya open records. So kama huna uhakika, wacha kufanya armchair journalism. Fika mahakamani, chukua file, durusu, weka kilicho, sio vipi ngapi unaweka, no, haifai. Yeah. So kidogo kulikuwa na story ambazo zinakanganya, wote walikuwa wanaelekeza sehemu moja, lakini sasa kila mtu anakuja na story yake. Versions tofauti. But kama vile versions inasemekana, that is life. Gerezani nimeona mambo mengi, na kitu ambacho hamkijui ni kando na kufuatiliza masomo ya sheria, Dola amekuwa mwanamuziki sasa. Napiga beat ya Ohangla. Hiyo tunaingia kwa segment hiyo baadaye kidogo, kwa kumalizia, maana sasa ni entertainment sector, of which ni muhimu sana, manake uliamua kuwa mwanahabari. Labda kilichokuchochea kwa mwanahabari na baadhi ya mashirika ama kampuni ambazo umezifanyia kazi na baadhi ya wale waandishi wa habari ambao umefanya nao kazi, sasa utakuwa unakutana nao huko nje, kilichokuchochea kuingia katika taaluma ya wanahabari? Kioo cha jamii, you know, ukiwa mwandishi wa habari watu wanakutazama wewe kwamba one, wataona what you bring in terms of kujaribu kuweka, you know, social checks and balances. Maana kia journalist ambaye ni investigative journalist anajaribu kuuliza kwa nini hiki kinakwenda mrama, you know? So kwa hiyo push nikaamua okay, kama I can do investigative journalism na watu wanatengeneza systems, asasi zinakuwa sawa, so si itakuwa ni kwa manufaa yangu na ya jamii. So hiyo ndio ikawa msukumo wangu wa kufanya investigative journalism, na hata tunavyoongea nimeshafanya application yangu back to the Media Council. Nadhani tu ni a matter of time nitakuwa na Media Council, nitakuwa na yes. Baadhi ya media ambazo umefanyia kazi labda miaka ya nyuma na baadhi ya wenzako wale colleagues ambao ulikuwa nao? Nimezunguka. Kwanza nilianza kule Kenya News Agency, nikatoka, unajua huko ilikuwa ni kama KNA ilikuwa huko unapigwa msasa, alafu ile time ilikuwa ni kitambo, so kama ni newspaper reporting bana, hakuna computer, ilikuwa ni ile typewriter kaya wagonga, alafu wafanya hivi. Tukatoka hapo nikaja Nairobi, nikaingia The Star, ni Radio Africa Group, kachapa hapo kidogo, nikatoka. Which is that? Tunaongea 207. Okay. Tunaongea 207 huko. Katoka nikaingia from Star, nikaingia Nation. Nation walinikuza wakanipa jina, manake hata Star nilikuwa niko na byline, na kama mwandishi hiyo byline ndio kitu inakuuza, because jamaa sema ndio fulani, it's a good thing. So nikajikuza pale Nation kidogo, then I left, kaingia Citizen kidogo miezi kadhaa, nikatoka, and just after kutoka Citizen majanga yakanishika. So ikawa ni vigumu sana kurudi kwa journalism wakati nilitoka rumande 2013 Januari, because sasa watu unajua Mkenya ni ule, tuna binadamu wa kawaida ni ule tu. So nilikuwa nita package, watasema sasa huyu anatuambia nini? So nikasema hapana, let me just stay cool, let me just stay low, fanya shughuli zangu tu maisha, nikimaliza kesi nitazuka. Na sasa kweli ndio hiyo, nimezuka, nakuja na channel Moses Dola, na kwa nafanya stories za upekuzi. Sasa ndipo nimeanza tu. So mtazamaji, unaweza ukasubscribe, unaweza ukalike, vile vile unaweza ukashare channel yangu Moses Dola pale YouTube. Tutakutana kwa taarifa kemkem za upekuzi kama vile haijafanywa awali. Unapozungumzia upekuzi, wewe mwenyewe umekuwa mpekuzi. Tumeona kina John Alanamu, tumeona kina Mohaji Chopevu, umekuwa na Yasin Juma ndio alianza maneno bwana.
Yes, Juma. Tumefanya hao watu wote unawataja, nimefanya kazi nao. Dominic Wabala, Denison Sarigo, Cyrus Ombati. Kuna wakati nilikuwa nikiangalia, tulikuwa Fred Mukinda, tulikuwa investigative journalists wachache sana. Ilikuwa hata hatufiki kama 20 hivi. Lakini sasa nashukuru watu wamekuwa bold kidogo, wameona society pia lazima uulize maswali. So investigative journalism imepanda. Kuna watu kidogo vijana wajana kina anaitwa nani huyo? Obuya NTV hapo anafanya kazi safi. Kuna nani pale alikuwa kitu kaenda Citizen wala fanya kazi nzuri. Na kongole tu, manake that is the way to go. Because mimi kama Mkenya wa kawaida nataka nijue kwa nini inafanyika hivi. Na kama wala analeta ama dola analeta ama Were analeta, so be it, wafanye kazi pia. I'm joining them very soon. Yes. Hata ushaanza set very soon. In the process. In the process. Investigative journalism is a risky affair. Sio jambo la kitoto mzee. Unashauri vijana ambao wako kwenye media waikubatie ikiwa inawezekana. Kuna siku kwenda story ilikuwa ni Parklands. Sitataja ilikuwa ni story gani. Lakini tulipokwenda kule ilikuwa ni story imeshikwa na watu wazito. So kilichofanyika ni nilipokuja nyumbani jioni saa 11, nilitafuta nyumba saa 11, by saa 1 nilikuwa nimehama sehemu nilikuwa naishi. Ghafla hatari tu. Sababu ya hatari. So it is that risky. But then again, hata kama ni risky, lazima ujikinge. You be very careful. No story is worth dying for. Yeah. Wakati mwingine kizidi unasema hewala. Kuna wengi wametoroka. Kuna dada yetu alitoroka, I think amepata usalama, amepata usalama Marekani, iko sawa tu. Munira Muhammad. So iko hivyo. Sasa hivi unafanya story, kulikuwa na jamaa alikuwa wa Flying Squad, alikuwa Special Crime Prevention Unit, alikuwa anaogopewa sana, alikuwa anaitwa Maina, Zebedeo Maina, alifariki 2013. Kabla hapo nyuma ulikuwa unaandika story yenye wao wamefanya, anakuja newsroom anauliza dola ni nani. Mimi aliniuliza mara nyingi mpaka tukawa marafiki. Lakini sasa ule urafiki wetu ulikuwa mimi namuogopa na yeye ananiogopa. Maana yake alikuwa anashindwa mimi natoa story wapi. Wanafanya mimi niko. Anauliza na mule ndio jamona so Zebedeo alikuwa anaweza kuja mpaka newsroom, and wale wanamjua they'll attest to that. He was deadly. Alikuwa deadly. So but ni katika kunyoosha jamii hauwezi tishwa na serikali wala bwanyanya yote. Kazi kubwa to the public interest. At the end of the day sheria ina protect katika kazi yenyewe. Yes, sheria ina protect, lakini sasa tunahitaji nguvu zaidi katika protection ya journalists, because sasa kama umefanya story kidogo maisha yako yako hatarini, haitoshi tu kama umeenda katika kituo cha polisi ukarekodi kwa statement kwamba maisha yangu yamo hatarini basi. After hapo hakuna security unapewa, hakuna sehemu maalum unapewa na kukaa. We need a lot of changes in line na the protection of journalists. Yeah, muhimu sana. Kwa hiyo tunapokaribia kumalizia, tunaona sasa umetoka nje, unaanza maisha upya, na umesema ndio kuna YouTube channel, Moses Dollar YouTube channel, TV hiyo. Bila shaka unaposubscribe kuna kila sababu ya kumjuza mwenzako, manake society bila jela mzee haiwezekani, na society bila askari haiwezekani, society bila mfungwa haipo. Labda kule Netherlands tunasikia hakuna jela, wanafunga magereza. Wanafunga magereza kule uhalifu. Na society pia vile bila mawakili mambo haendi, na ndio sababu wakili mtarajiwa hapa Moses Dollar, baada kutoka kutumikia kifungo cha takriban mwongo mmoja, ametoka na yupo hapa kwa ajili ya kusaidia kwa zile vitu ambavyo unaona kwamba inakutatiza. Kesi aina yote ile itakapomshinda labda pengine atakueleza, lakini iwe ni criminal ama ni crime. Mimi I want to do crime, nafanya tu criminal bench. Yes. Muhimu sana kwa ajili ya kuzingatia. Sasa umesema kuna ile segment ya entertainment
Unasema pia unasema kwamba passion katika kuwa mtunzi wa nyimbo, na unajua nyimbo zipo katika aina mbalimbali. Kwa nini music, na ni mtindo wa aina gani huu? Nilipoingia gerezani sasa nikakaa, kufika mwaka wa pili sasa ikaniingia kwamba kweli wewe uko jela na umetolewa katika society ya kawaida. Jela pia ni society, lakini ni society upande wa pili. So kule unasema huko raia, na raia sasa ni nje. So nikasema I needed to talk to my son. Nikasema jinsi gani nitamuongelesha, nimwandikie barua, maybe haitamfikia sababu moja ama nyingine, mambo ambayo yanabana kiasi. Lakini nikasema okay, labda nikimuimbia rekodi itabaki na hata kosa kusikiza siku moja. So that is what pushed me to kuandika song. Lakini ikawa ni vigumu kuandika ile song, maana ni struggle kidogo. Nikaandika kama wiki mbili. Hiyo ilikuwa ni song ya kwanza. Then nikakaa nikasema hata hii mambo ya wimbo kama inanisumbua kichwa, niache. Then ikaja tu idea. The other song niliandika na 4 hours, nimemaliza wimbo 4 hours tu. Kama sasa nikikaa chini nikiandika song, maybe ikikaa sana maybe 4 hours nitamaliza. Because kabla niandike napiga beat kichwani na naangalia ni nini nataka kusema. Na tukirudi nyuma tu Bwana Were, kumekuwa na visa za dhulma dhidi ya jinsia, sio? Na some of these GBV cases unapata zinatokana na sababu ya wewe kama mume umemficha mpenzi wako wa kando na bado uko na bibi, ama wewe kama mwanamke umeficha mpenzi wako wa kando na umeolewa. So unapata visa kama mauaji zinatokea. Sasa kuna song ambayo mimi kesho naingia studio. Kesho naingia studio, majaliwa niamke na afya ili niende nikafoke yale maneno kabisa. So kuna song ambayo inaachia kwamba inamuomba mtu wa kawaida kama wewe chali bana, uko na girlfriend ambayo umemficha huko bana, mwambie jitokeze bana, tuende bana tumwambie wife hata wewe huko, because in an open society haya maswala hatafanya. So ni kukatiza kidogo. Sio jambo rahisi. Labda kwa mwanaume itakuwa rahisi, lakini kwa mwanamke akona extra double chance. Unaona sitakuwa sasa hapo ni utengano mzee. Asikize wimbo atafanya maamuzi. Bora umefikisha ujumbe. Mimi nimefikisha ujumbe. Ni mtindo aina gani? Isukuti, ohangla, rap, reggae? Ya nilijiangalia kwa sasa, miaka imeenda. Sasa I'm no longer a young man. Tuko kule fourth floor tunakwenda kabisa. So nikasema ule muziki ambao unaweza piga ni ohangla. Maana yake sehemu za kwetu kule natoka Siaya pia watu wanapenda hiyo muziki. Na muziki wa ohangla inapendwa, unasikia mpaka Turkana. Mpaka Nyeri, hata nje ya mipaka, hata nje ya mipaka. So if I'm going with that beat, natumaini kwamba nitafika mbali. But huo muziki nafanya tu kama sanaa, jicho. Ndiko kwenye taaluma ya wanasheria. Yes. Wanasema muziki asili yake wapi? Bwana Rembo Ngala sura mbaya. Yes. Nifika pale Tanzania, Dar es Salaam, maeneo ya Shekilango, unaingia Sinza Mori, kisha nafika pale Sinza kwa Remi. Muhimu sana mwize. Sura mbaya lakini akawa mzungu. Sasa unaambiwa mambo mazito. Kwa kumalizia labda pengine la ziada, manake najua una appointment nyingi kiasi cha haja, bado tutakuwa tunakutana kwa ajili ya mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yanatuhusu kwa mtazamaji na kuhusiana na kile ambacho unapanga apart from masomo na mambo na muziki. Maisha ni step. So nikisema napanga hiki ama napanga kile, Mungu ndiye anajua. So nimeiachia hapo kwamba fine, lazima niwe na maono. Na maono yangu ni kwamba vile nimekueleza, nataka kuingia shule nifanye masuala ya sheria. Lakini the immediate step ile nataka nifanye, nataka yule Mkenya ambaye amebanwa gerezani kwa tuhuma ambazo hakufanya, ama hata kama alifanya lakini anataka kurekebika. Justice si lazima nikutetee utoke. So
my first priority ya zile vitu ambazo nitakuwa nafanya ni kuchambua hizi cases. It doesn't matter itakuwa inatoka kona gani, but nitazichambua. So that's what will keep me busy nikingoja kuingia sema pili maybe ya masomo. Ya katika kubwa zaidi hapo nashika ni kwamba ni kumuelimisha mwananchi wa kawaida. Sio tu kwamba lazima utoke, lakini ufahamu kile ambacho unapaswa kufanya katika kufikia kwamba ukifungwa umepatikana na hukumu hatia imekupata, yani ujue kwamba umepatikana na hatia vilivyo. Yes, sio visivyo. Unaona, na kama pia ni visivyo, we go through the process, kuna appeal, tunaangalia vitu kama hivyo. Yes. Muhimu sana bana. Taaluma ya wanahabari tangu uondoke umerudi sasa, unaitazamaje sasa? Liko katika ulimwengu wa wanahabari, nazungumzia media houses, upande wa the influence ama impact ya social media. Dunia imebadilika mno. Ulipokwenda gerezani kufikia sasa ndani ya miaka 3, 4, 5, mambo mengi yamebadilika. Unaionaje sasa media industry sasa? Media industry kufikia sasa naweza nikasema imeboreshwa na imekuja na technology nyingi sana ambayo yule Mkenya wa kawaida mwenye anataka kufuatilia journalism anaweza explore. What I'm trying to say is kuna avenue nyingi sana in terms of technology. So yule ambaye ana hiyo ndoto ya kuwa mwandishi wa habari, take it, maana yake tuko katika space nzuri ya mtandao. Muhimu sana. Jamaa anauliza ndio, labda manake kuna jela la Kakamega, kuna Shukusa, kuna Shimo la Tewa, kuna Lang'ata, kuna industrial area. Hizo zote kuna utofauti wote ama hali ni ile ile? Ipo. Nakumbuka nilipopelekwa Kamiti, sasa nikapelekwa Kamiti jela ndogo, manake kuna kubwa na jela ndogo. So hii time hiyo wakanipeleka Kamiti medium. So kuna kitu ambacho kinaitwa work parties, zile vikundi kama vile umesema Shikusa kule kwenyu ulikuwa unakutana na wafungwa wakienda kazi. So hizo work parties. So work party ya kwanza nilipewa mimi Moses Dola, nikaambiwa kadi yako shika hii ya kazi, unakwenda shamba. Na shamba mnakwenda watu 450. Kuamka ni saa 11:30. Kufikia saa 12 hakuna mtu jela. Watu wametoka wote. Mnakwenda mpaka farasi wako pale wa kutoa usalama na ulinzi. So mimi nilizusha, aloniandikia, I think aliona huyu jamani wazimu akaachana na mimi. Maana nilimuuliza kwa nini unaniandikia kazi ya shamba? Katika sheria za prisons nimekuja, you must have a prisons admissions board, ndio ukae chini na mimi unitathmini ujue kama nina upungufu ama nini sehemu zangu za kuimprove ni gani. Huwezi kuja ukanituma tu shambani because unataka kufanya kazi ya shamba. So ni vitu kama hivyo ndio nilikuwa nakwambia, gereza ziko tofauti. Unakuja kila mtu ana sahani yake. So wewe ukija uko na ujanja wako utaishi kivyako. So kuna jela kama Nairobi West kidogo iko moderate, lakini kazi ni ile ile tu. Lazima uende kazi because wanasema ulikosa saga unga ya Mfilisti. Na sasa katika kufanya hizi kazi Kakamega pale nilikuwa naona kuna training, mtu anawekwa carpenter, zingine kulima. Zipo. Alafu unalipwa sijui peni ama shilingi. Wewe umepata nini fungu lako tayari au bado mzee? Alikwambia wanalipwa, alikwambia ni sawa tu, manake iko kwa kitabu, lakini haifanyiki. Na hata kama ni kulipwa, utafanya kazi kiasi cha muda gani ndio upate something substantial. Manake kama ni malipo, the Cap 90 was last reviewed in 1977 na malipo ni 50 cents. So per day nobody pays you. Na hata kama hiyo pesa inatolewa kwa budget kufikia sasa, ukweli ni mtu anakula hizo pesa. Nani anakula hizi hela za wafungwa wanapotoka? Manake tutadai hizi hela mzee. Itabidi pia uangalie kwenye safari yako ya kusomea mambo na sheria, hilo swala pia liangaliwe. Maana mtu anapotoka kule apewe mzigo wake pia mzee. Kenya prisons must be prisons ambazo zinakubalika kimataifa. So kama sheria zinasema, we are part of the international treaties na statutes, na tunafuatilia pakubwa sana Mandela rules. Na zile Mandela rules zimetoa mwelekeo
kwamba mfungwa anastahili hivi na hivi na hivi. So Kenya, nafasi ya magereza ningependa sana katika practice yangu ya kuwa wakili siku zijazo, niweke petitions zenye zina align the system to the law. Shukran, nikushukuru sana bwana. Tutazidi kutana kwa mambo mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yanatuhusu, na fahari yangu kukutana na wewe. Nimekusoma kwenye majarida, kwenye magazeti, na pia vile vile taarifa tulizopata hizo tukazifuatilia kwa kina, safari yote nzima mpaka unatoka unakuwa raia sasa, mwananchi huru, na kila laheri kwa safari hiyo ya kutaka kuwa mwanasheria na pia vile vile katika industry ya wanamuziki. Nikisema nafasi hiyo ya wanasheria, hakipenda Maulana, nikisha kuwa admitted into the bar, maybe miaka 10 zijazo, nitakuwa nimepata nafasi kubwa ya kuwania urais wa chama cha wanasheria. Azma yangu kuu ni kufikia ile na ushikilia sasa Bi Odhiambo. Yes, nataka nikimaliza ni practice siku I'll vie for the LSK presidency. Inshallah nitachukua. Kila laheri kifika. Jirani yangu Eric Theuri, baada kutoka sasa Bi Odhiambo akachukua. Eric Theuri tumelewa naye kule magharibi ya Kenya, somea shule ya msingi ya Township, Kakamega High School, Moi University, kisha baadaye akawa wakili, na wakati moja akawa mpaka huyo rais wa wanasheria hapa nchini Kenya. Yote inawezekana chini ya jua. Naambiwa siku zote heri kufa macho kuliko kufa moyo. Inawezekana chini ya jua kwa kujiamini, lakini zaidi yote remember to be good citizens. Nite Bonga Boli, Michael Were Mohosia, tumekwepo hapa na Moses Dola ambaye kwa hakika ni mwanahabari tajika na yupo nje sasa baada ya kutumikia kifungo, na zaidi ya yote pia vile Fazul Khalid kwa kuweza kufanikisha unasaji wa filamu, manake yupo nyuma ya kamera kwa ajili ya kufanikisha yote. Hadi wakati mwingine, kumbuka kusubscribe Habari 254, na hata kwenye social media platforms zetu zote ni Habari 254. Subscribe na mjuze mwenzako, pamoja na Bonga Tube.